Yak moro matin, yak moro matin, yak moro matin, oae Lebanon. Yak moro matin, yak moro matin, yak moro matin, oae Lebanon. Olembe chiemba, oboke thiedha, anang'o yadhno, achango sana. Olembe chiemba, oboke thiedha, anang'o yadhno, achango sana. Yath moro matin, yath moro matin, yath moro matin, oae Lebanon. Yath moro matin, yath moro matin, yath moro matin, oae Lebanon. Amen. I want to share a message on humility. I want to share a message on humility. Wapendwa, humility ama unyenyekevu, humility kwa Kiswahili ni unyenyekevu, na ndiposa nataka kushiriki nanyi ujumbe juu ya unyenyekevu ama humility. Humility is a solid foundation where all other virtues are built on. Unyenyekevu ni msingi imara ambao tabia zote za kiungu hujengwa juu ya unyenyekevu. Ninamaanisha ya kwamba ukiona mtu amepata kibali, akona neema, akona baraka, akona gharama, basi ujue ya kwamba msingi wake ni humility. Kwa sababu bila humility huwezi kuwa na gharama, huwezi kuwa na neema, huwezi kuwa na kibali, huwezi kuwa na upako. Na kwa hivyo when you miss on humility, there are possibilities of missing on many other virtues. Amen. Na kwa hivyo humility ama unyenyekevu ni muhimu sana katika maisha ya Ukristo, kwa sababu ndio msingi. Inamaanisha ukitaka Mungu akubariki kwa maisha haya, ukiwa unaomba Mungu akupatie, akuaminie upako ama gharama zake, basi Mungu ataangalia, je, are you humble? Umenyenyekea mbele zake? Basi akipata kwa humble, ataweza kukuaminia gharama zake. Na ndiposa wapendwa, nikifunza juu ya unyenyekevu ama humility, ni vema sote tuweze kujua ya kwamba vazi la kipekee ambalo mtu anaweza vaa akienda mbele za Bwana na kubalike, basi ni vazi la unyenyekevu. Na ndiposa Paulo na Petro walituhimiza, na hata Yakobo walituhimiza sana juu ya humility. Walisisitiza sana juu ya humility. Na ukisoma maandiko nasema kwamba tuvae vazi la unyenyekevu. Na maandiko inahimiza sisi sote ya kwamba tuweze kuclothe ourselves with humility. Nitasoma maandiko 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6. The Bible says, all of you clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud but gives grace to the humble. Humble yourselves therefore under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Wapendwa, wakati maandiko nasema in due time, due means mature. Na ndiposa wakati unakuwa na unyenyekevu ama humility, Mungu huwa akuinua mara moja pap. It is not instant lifting. No. Mungu anakuja wakati una practice humility. Mungu huwa anakuja in mature time, in due time. Inamaanisha kwamba Mungu anaweza kuja akutembelee, akuaminie baraka zake, na akipata ya kwamba bado haujakuwa na humility, akiangalia ndani yako anaona ya kwamba bado kuna kiburi ambayo inanyemelea ndani yako, basi anaacha kukubariki, anaacha kukuinua, kukuaminia baraka zake, kwa sababu naona bado ndani yako
kuna kiburi. Na ndiposa tunaambiwa ya kwamba humble yourself, ya kwamba uweze kukuinua in due time. When you humble yourself before God, anakuinua. Lakini tunaambiwa kwamba tuvae vazi la unyenyekevu. Ni muhimu sana sana tukivaa vazi la unyenyekevu. Kile nataka kusema ya kwamba wakati nafunza kuhusu humility, ni vizuri tuweze kuangalia, tunajua kuna many benefits of humility tutaweza kuona, na kabla tujaona benefits of humility, ningependa tuangalie the characteristics of humility ama humble people, wale ambao ni wanyenyekevu. Ukitaka kujua kwamba mtu yeyote ambaye anatembea na yeye ana practice humility, ama if you want to know a humble man, a humble person, kwa sababu you know God is in opposition with every proud people. Kwa sababu kiburi haikuanzia tu wakati wetu, ilianzia huko juu mbinguni, wakati shetani alisema ya kwamba I will. Yani alijiinua na Mungu akamshusha chini, na Mungu akasema kuanzia leo yeyote ambaye atakuwa anakuwa na kiburi ndani yake, anajaribu kujiinua, kujipiga kifua, nitaweza kumshusha mara moja. Kwa sababu ilianzia pale juu mbinguni. Na ndiposa God is in opposition with every proud people. Na ndiposa ili Mungu akuinue, akubariki na upokee karama zake, lazima Mungu ahakikishe ya kwamba uko humble. Na ndiposa tunaenda kuangalia characteristics of humility. Wapendwa, jinsi ya kujua wale wanyenyekevu, ni vizuri kujua ya kwamba humble people, they are sober, they have sober judgment. Praise God. Sober judgment. Na kabla tuzakuja kwa sober judgment, humble people, they are quick to forgive. But they are quick to forgive, but hard to offend. Wale ambao ni wenyekevu, ni rahisi kusamea watu wenzao, lakini ni ngumu kukwaza watu. Na pia hata ukiwaambia makosa yao, wanakuwa quick to repent. Unajua wale ambao wako kwa kiburi, hata ukimwonyesha makosa yake, anasema kwani nimefanya nini? Kwani ulikuwa unataka ikuwe aje? Au ni makosa yake. Lakini yule ambaye ni mnyenyekevu, ako humble, yeye ako quick ku repent kwa sababu anaona makosa yake, na pia ako quick ku forgive kwa sababu anaona ni mimi ndio niko na makosa, kama Daudi na Saul. Wapendwa, nataka kusema ya kwamba I know of a certain old man ambaye alikuwa the great chief. Kwa sababu unajua ukiwa na humility utapokea many virtues kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ukiwa na humility utaweza kupata hata wisdom na kujua jinsi ya kuongea na watu. Inamaanisha kwamba utaweza kuwakwaza. Ukiwazungumzia utawakwaza au utawakosea, kwa sababu unaongozwa na humility. Na kwa sababu unaongozwa na humility, hata mazungumzo yako yatakuwa mazungumzo ambayo yamejaa hekima, ambayo hakuna kukwaza mwenzako. I know of a certain chief. He was a great chief. Now this great chief alikuwa anatamani sana. He was siring 7 sons. Kwa sababu wakati wake ya leadership ilikuwa na son ange take over the kingship. Na kwa hivyo alikuwa anatamani aweze kuwa na vijana wavulana 7. Na aliweza kuambia mke wake ya kwamba mimi nataka hapa kwa nyumba nataka kuona tu vijana 7
waweze kurithi my kingship. Na siku yenye utazaa msichana, basi yangu na yako itakuwa imeisha. Lakini hata hivyo, ya kwanza Mungu aliweza kumbariki mtoto wa kwanza akawa mvulana, mtoto wa pili akawa mvulana hadi wa 6. Ikawa imebaki tu mtoto mmoja na desire of his heart ikuweze kuwa fulfilled. Na sasa ikafika wakati ya his wife kujifungua. Na mtoto akalia. Vile mtoto alilia, huyu chief, the great chief, alifurahi sana, akasema kwamba najua vile nimekuwa na watoto 6, hata huyu ambaye analia ni mvulana. Na sasa kila ambacho nilikuwa naomba najua inatimia. Na vile alikuwa alisikia mtoto akilia tu hivi, aliweza kusema kwamba another rock for my slaying, by which he meant another son. Lakini kwa kumtazama mtoto, wakati alisonga karibu, alipata ya kwamba huyo mtoto vile alikuwa anatarajia awe mvulana, kumbe kwa hiyo wakati sasa akawa msichana. Lakini kwa sababu alikuwa mtu humble na akaweza kupractice humility, aliweza kufikiria kwa haraka sana na kabadilisha statement. Vile alisema another rock for my son, starring another son, aliweza kusema instantly ya kwamba aliweza kuchange his mind na kusema ya kwamba a house without daughters is like a spring without a source. Kumaanisha ya kwamba hata msichana pia ni muhimu sana kwa hii boma. Wapendwa, sisi vijana, wakati unazungumza, mazungumzo yako ni ya kukwaza watu, because kwa sababu ukiwa na humility, you are hard to offend but quick to forgive and to repent. Hautakwaza watu kwa mazungumzo yako. Na nazungumza na vijana mahali popote mnanisikiliza. Najua vijana wengi wako na tabia ya kutembea kila mahali kama senge. Lakini kwa bahati mbaya, ama siji tuseme bahati mbaya, umepata message, ujumbe kutoka kwa a certain lady akikuambia kwamba unajua ya kwamba wakati ukishatembea kama senge na ukapiga reverse, akakuambia ujumbe ya kwamba niko na mtoto wako, niko na mimba yako, niseme hivyo. Ukisikia jibu ambao vijana wanajibu watu kama hao wasichana, utashangaa sana na kujiuliza maneno yao ni ya humility, kwa sababu wanasema ya kwamba unajuaje kama ni mimi? Kwani mimi ndio umeniona? Na kuanzia leo usiwahi nipigia. Na nachukua namba yake anaweka blacklist. Inamaanisha kwamba mtu kama huyo hana humility. Kama angekuwa na humility, baada ya kupata ujumbe, hata kama hana hakika ya kwamba ni yeye, kila angesema, angejibu kwa unyenyekevu ili asiweze kumoffend, asimkwaze. Angetumia hekima na aseme ya kwamba asante kwa ujumbe ambao nimepokea kutoka kwako, na nakuomba ya kwamba yajapo tuyapokee, na tutaweza kulea mtoto pamoja tukijaliwa na Mwenyezi Mungu. Ukisema maneno kama hayo, nadhani ya kwamba msichana atatoka hapo kama amefurahi, maana yake utakuwa umemkwaza. Wapendwa, humble people, they are hard to offend. Wapendwa, hautapata ya kwamba wamekwaza watu. Lakini unajua, sisi tungependa ya kwamba kwa mazungumzo yetu ikuwe maneno ambayo ina offend watu. Lakini wacha Mungu tuwezeshe ya kwamba tutakuwa na humility ndani yetu. Na pia tukiangalia sifa nyingine ya humility ni ya kwamba humility, those who have humility, humble people,
they have sober judgment. Sober judgment, wapendwa, it means that you are not thinking highly than you ought. There are many people, they think themselves highly than they thought. Na kwa sababu they think this, kwa sababu unajua many people they suffer from insecurity. Many people are insecure. Lakini humble people, they are secure. Na ukiwa secure, utaweza kuwa na sober judgment. You will not think yourself highly than you ought. Na kwa sababu people, they think themselves to be better than other people. Imefanya hiyo ndio imesababisha wengi wanajaribu kuzuiliana, mwingine anazuilia mwingine kufanyika kile Mungu alikusudia kwa maisha yake. Wapendwa, nani amekuambia ya kwamba mtu anachukua, ya kwamba mwenzako anachukua nafasi yako na ndiposa uweze kumzuilia? Wengine wanatembeana, wanaenda kwa waganga kwa kuzuilia mwenzake, kuona ya kwamba anakuwa mzuri kumliko. Ukiangalia mtoto wakiwa wanasoma pale shule, awe primary ama secondary, unapata mwingine anapatanga 400 plus marks na mwingine pia anamfuata, lakini yule ambaye anamfuata anakuanga namba 2. Mzazi wake, kwa sababu wanaendelea pale kwa parent, kwa wanakutana kwa mkutano wa shule during the parent day, mzazi anaona ya kwamba huyu mtoto ndiye anashindaga mtoto wangu, huyu mtoto ndiye atazuilia mtoto wangu kuchukua namba 1 kwa KCPE, kwa sababu naona anamshinda kwa marks kidogo. Basi wacha nimuende kwa mganga na nimuue, ndipo sasa wangu ndio awe pale mbele. Inamaanisha watu kama hao, they are insecure. Na ukikosa humility, automatically utakuwa insecure. Because such people, they are insecure, wapendwa. Watu ambao wanakimbia wanariadha, nimeona wengine auongee na mwenzake kwa sababu amekushinda. Instead ushukuru Mungu ya kwamba Mungu amekuwezesha, amekupatia hiyo nafasi, amekupatia. Lakini unadhani anashindana na wewe. Unataka aondoke akupatie nafasi, hiyo chance. Nani alikwambia kwamba anashindana na wewe? Wapendwa, wale ambao wamekosa insecurity, they are insecure. Na wengi wanasuffer insecurity. Watu wengi ambao si nzuri, wapendwa. Wacha Mungu atusaidie. Mungu atuwezeshe. Nadhani John the Baptist, he was not secure. He was secure. Lakini wafuasi wake walikuwa insecure. Na ndipo sasa wafuasi wake waliweza kumwambia ya kwamba yule jamaa, unakumbuka yule jamaa ambaye ulibatiza juzi? Sasa yeye ndiye anabatiza watu wengi na wengi wanaenda kwake. Lakini John, kwa sababu yeye alikuwa secure, yeye akasema ya kwamba mtu anaweza kupokea tu kile ambacho amepewa na Mungu kutoka juu mbinguni. Na akasema kwamba hata wakati nilikuwa nawahubiria nilisema kwamba mtu anakuja ambao si style hata kutoa viatu, his shoelaces. Na huyo ndio mkubwa, na mimi nilikuja tu kumtengenezea njia, na akasema wacha mimi nipungue na yeye aongezeke. Wapendwa, humble people, they are secure. Na ndiposa Mungu ukisoma maandiko mara nyingi tunaambiwa ya kwamba hata James aliweza kusema ya kwamba, ukisoma kitabu cha James nikimalizia, alisema ya kwamba James alisema ya kwamba humble yourself now therefore before God. Wakati umekuwa humble ndiposa atakuinua. Ukiona maandiko yanarudia, basi ujue Mungu anataka tukue na unyenyekevu katika jina kula Yesu Kristo. Wacha tusimame na mguu, wacha Mungu atuwezeshe ya kwamba tutaweza kupractice humility, kwa sababu Mungu huwa anaangalia